Na kuanza tunaanza kwenye red corner. Huyu hapa Stumai Muki. Uvumilivu wake ndio kilichonifanya mpaka mimi niendelee kubaki. Asingekuwa mvumilivu na mimi nisingevumilia. Kwa sababu nakumbuka kuna pambano lake moja, raundi ya kwanza kabisa. Alivunjika mkono. Lakini hakukata tamaa. Akaendelea kupigana na akashinda. Alikuwa anacheza mpira. Mimi nilikutana naye kwenye uwanja wa Kifa hapo Mlati. Nikiwa na mimi nafundisha baadhi ya mabondia wengine na wasimamia pale. Yeye akiwa anakimbia uwanjani. Nilivyomuona, of course kipindicho bado sikuwa naye karibu mimi yani, lakini kulikuwa na rafiki zangu ambao walikuwa nao karibu yeye. Ila nikamwambia bwana, hapa naona jambo, huyu ni bondia mzuri sana kama atakuwa anasimamiwa. Wale jamaa nahisi hawakuchukua muda mrefu, alinitia pale na nikamshauri mwenyewe, nikamwambia ukuliko siko, lakini naamini wazi kwenye boxing utafiti vizuri sana. Cha ajabu tu siku nimekaa namsikia namuona mtu anasogea karibu yangu anapiga magoti, ananiambia naomba baraka zako. Samisha zoea anacheza football. Nikamuuliza baraka zangu za nini? Na wewe kila siku unaenda kwenye mazoezi, unaenda kwenye mechi zako, hujawahi kuniambia. Nenda tu. Dada yake kanambia sio vizuri bwana, mpe baraka mwanao. Leo ana pambano. Hasa nikasema pambano la nini? Bali shikamoo. Marahaba, salama. Salama, tumekaje? Salama, jambo. Jambo. Stumai ni binti wa Tanzania. Stumai ni mtoto wa pili kuzaliwa katika watoto wawili kwa mamangu. Stumai ni mtu ambaye anayependa kucheka na kila mtu. Mimi bwana ni Muha. Nimezaliwa Kigoma, hospitali ya Maweni. Safari yangu ilianzia 2019 ambapo nilikutana na kocha Kwame, alikuwa uwanjani kwenye jogging. Kwa unakimbia jogging kama siku ya Jumamosi tunaweza kukimbia hapa tukazunguka Buguruni, katokea huko labda fire tukarudi huku mpaka tukafika gym. Sasa kipindi tunapoenda tunakimbia, mimi nilikuwa niko speed na mwanzo mwisho nilikuwa naitikia. Naimba huku kwa kuitikia. Sasa kocha akatokea akaja kanipenda tu. Akaniambia inaonekana mbona kama unaweza kitu fulani. Nikamwambia kitu gani? Sasa kwa nini usije kwenye boxing? Nikamwambia boxing? Kaambia naogopa kuharibu sura hii. Na unaweza wewe unakuja kujifunza. Akaniambia haya, nikamwambia Jumatatu nitakuja. Hizo Jumatatu zilipita kama 4. Kila nikienda sasa nikawa napenda tu kwenda kuangalia. Kakufika pale naangalia watu wanapopigana, nikamkuta naye pia mwanamke ambaye alikuwa pale.
Akasema mbona wanawake zangu hapa? Kumbe mimi nitaweza. Basi Jumatatu inayofuatia nikaenda kutafuta vitu vyangu vya kufanya mazoezi. Nikavipata nikaanza mazoezi. Taratibu fanya mazoezi, kwa kweli nina juhudi kwa sababu hasa natamani niwe kama huyu fulani. Asema kwa nini na mimi nataka kuwa kama yule. Hata kwenye mazoezi nikajuhudi kweli naonyesha. Mwisho wa siku tena mara sparring, cheza sparring, nikajikuta sinaweza sasa. Kumbe kazi rahisi, hata kwenye ringi mtu mimi nampiga hivi. Nikamwambia nitafute pambano. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu na pia najisikia vizuri ninavyokuwa natajwa kama ni mmoja wa kocha wa Stumai Muki, lakini sishtuki kwa sababu hili lilikuwa tarajio langu mimi mwenyewe, kwa sababu nilimwambia unaweza, na yeye pia alikubali, japo mwanzo ilikuwa ugumu hicho kitu yeye kukubali, lakini ilifikia kipindi yeye mwenyewe kaelewa mimi nilikuwa na maanisha nini kwenye hilo tukio. Stumai kwanza mwanzo alikuwa kwenye boxing. Stumai mwanzo alikuwa kwenye mambo ya mpira. Tumeenda na mambo ya mpira yale, ilibidi ile kipindi hicho alikuwa na mimi, lakini alikuwa na makocha wengine tu wa mpira. Tunakutana na mimi uwanjani, nilimwambia kwa jinsi nilivyomuona anavyokimbia, anavyofanya mazoezi, nikamwambia inawezekana ukitoka huku uliko ukija huku inawezekana utakuja kuwa bora. Wewe inawezekana kuwa bondia mzuri. Aliniambia mimi nitaweza kweli, naambia unaweza. Hakuna alozaliwa anajua. Ila mimi kwa maono yangu wewe unaweza. Na kweli alinisikiliza, alitoka uwanjani wiki ya kwanza wakati anakuja gym, alikuwa anakuja tu anakaa pembeni hivi. Anaangalia watu wanapofanya mazoezi nini hivyo. Lakini kafika kipindi sasa akaamua sasa nafanya. Alivyoamua kufanya haikuchukua mwaka, na mimi ndani ya miezi 6 tu tukampandisha ulingoni. Stumai akafanya vizuri. Safari yake ilianzia hapo. Japo kwenye fight yake kulikuwa na vitu vingi kwa sababu alipata injury, lakini tayari kwa sababu alishinda, alifarijika, na safari yake ya boxing ilianzia hapo. Nikatafuta pambano. Sasa pale Juma akawa ananitisha. Wewe mtu anacheza naye kashakuua watu wawili. Moyoni mwangu nikasema kashakuua watu wawili, lakini na mimi nikawa najipa moyo, nikamwambia mwenyewe nishaikuua. Nyewe mnajua mimi nilipotoka nishaikuua huko, ndo hadi nikaacha mpira wenyewe. Tutaona siku ya pambano. Kweli hadi siku imefika pambano. Nikapima, kilo zimekaa, maana tunacheza kwa kilo. Kama yeye na 52 na 52. Lakini pambano la kwanza kasa nicheza nikiwa na kilo 47. Na yeye alipata hiyo 47, anaitwa Salafina. Siku imefika kwenye pambano, ikamisi ndio pambano langu likawa la kwanza, kacheza. Panda kwenye ringi pale, lakini moyo wote unaenda mbio. Nikasema hivi kweli? Nikaa na hofu basi, lakini mwisho wa siku nikajikuta raundi ya kwanza imeanza. Pigana. Lakini ghafla nikamsikia kama mkono umegeuka, hichi kiganja hichi kama hichi kimegeukia huko. Kila nikirudisha glavu mbona inarudi hivi? Raundi ya kwanza imeisha, nikarudi kwenye kona, namwambia kocha, mbona hii glavu inageuka hivi? Inarudi hivi. Hamna cheza, akajua labda uoga tu. Hamna, nenda. Nikarudi kwa raundi ya pili. Kana cheza, kuja kutamaki, kanasikia maumivu, sasa akasema mkono utakuwa umevunjika huko. Kweli, lakini nikarudi tena kwenye kona, raundi ya pili imeisha hiyo. Rudi kwenye kona, namwambia kocha akaona hata uweze ukaacha hapa. Kwa sababu raundi zote mbili nikawa naongoza mimi sasa. Na yule mpinzani tena akawa tena ana hofu. Kwa hiyo nafika raundi ya 3 kidogo sasa ndo maumivu kwa sababu alikuwa anazidi. Nikasikia kocha yake, cheza ukashachoka, namwambiaje. Yule akakosa pumzi ya kuja kutoka nani raundi ya kwanza na ya pili. Nilimshambulia sana, ndio maana watu wengi walijua nimetoka kwenye amacha. Hizi amacha ambazo ngumi za kucheza hizi bila za kulipwa hizi. Wakajua wengi nimetoka kule. Akawa haji sasa mimi nakuja nacheza na mkono mmoja. Mkono mmoja basi mpaka raundi 4 zimeisha. Nikaa nimemaliza pambano. Na nikaa nimeshinda kwa kutumia mkono mmoja.
Ulipata kiasi gani? Pambano lako la kwanza kabisa uliingiza hela kiasi gani? Bwana hata sikumbuki kama sio ni 40 sio sikumbuki, mara kiletwa tu kibahasha na hisi ilikuwa kama hiyo ni 40 au 60 au 50. Na sasa hivi thamani yako imefika kiasi gani? Kwa sasa hivi thamani yangu ilipofika, yani jina linakuwa kubwa kuliko vile mwenyewe jinsi nilivyo. Kwa sababu naamini watu wengi wakishakuona kwenye TV namna gani na media zinakuwa kama hivi nyingi, naona mtu anajua. Ndio maana hata baadhi wengine wananishangaa kiniona huko, ambao wale ambao niliocheza nao tangia wameniingia kwenye ngumi wakawa wananiulizaga. Wananiulizaga, Stumai kwani bado unakaa huko? Sisi tulijua umehama. Kwa bado wengine wananishangaa kwa sababu bado nipo katika maisha ya kawaida. Kwa siwezi nikajizungumzia Stumai, lakini sema tu hiyo kujulikana sehemu naopita kokote kule ninapopita. Stumai Muki, si watoto wazee. Yaani niseme kama nimepata umaarufu yani wa kujulikana, lakini kimafanikio labda kimaendeleo, kimaisha ni bado. Hela yako kubwa kuwahi kulipa kwenye boxing ni kiasi gani? Mechi ya mwisho kama kwenye 200,000 sijui 300,000. Lakini pambano la pili nililipwa 100,000 kitu kama hicho, 100,000 na sehemu hiyo ndo pambano wangu la pili ambalo lilinitambulisha watu wote wakanijua. Nilicheza Mlimani City pale na Leila Azidu. Lile ndo pambano ambalo lilinifanya nijulikane Stumai Muki ni nani, Stumai Muki ni mtu wa aina gani. Pale ndo nikaanza kupata na mashabiki. Kwa hiyo kiasi kwamba kama ukisikia wengine Stumai anacheza, wengine kama hususa mtaani hapa walali. Nataka maana Azam sasa hivi imekuwa ni nyingi. Sasa hivi hata nyumba ya nyasi nayo pia inaanza kutokuta ungo unaning'inia. Kwa hiyo sasa hivi mafansi na wengi, nashukuru kwa hilo, lakini upande wa maendeleo ni bado. Ngumi inawezekana nasema inalipa au hailipi. Kwa nini inalipa au hailipi? Kwa sababu yani bado tuna maono ya upande wa kike. Wao mapromota wengi wanahisi wao ni sehemu ya kiburudisho, sio sehemu ya kazi yao wao. Na ndio maana hata mimi mwenyewe inafikia hilo jambo bado nalipinga kwa asilimia kubwa sana, kumuona mtoto wa kike iwe sehemu ya kiburudisho. Na ndo hilo swala kuficha kwa sababu ni kocha na ni kitu ambacho kinatamkwa. Kwa sababu mabondia yangu mimi wengi wanacheza hizo fight za mapromota wanavyochezesha. Na hakuna alozidi kumlipa zaidi ya eti namlipa mihela mingi, hakuna. Zaidi anaambia bwana huyu kwa sababu sijui wa kike, kwa sababu akajazie tu bauti kiasi fulani. Of course huwezi kumwacha, kwa sababu ukimwacha ataendelea kufanya matukio mengine ambayo sio sahihi. Sababu ushamuingiza kwenye hicho kitu, tunampeleka. Ila kukiwa na msimamo sahihi na usimamizi sahihi wa uongozi ambao upo, mimi naamini ngumi zinalipa. Kwa sababu leo nikichukulia mfano wa kina Karalesa huko nje, leo tunamwona mtoto wa kike lakini kuna jopo la watoto wa kiume nyuma wengi wanakula kupitia yeye. Kwa nini tuseme ngumi hazilipi? Ila Tanzania hazilipi kwa sababu hata viongozi wapo kwa kujinufaisha wao, sio kwa sababu ya uchungu ya mabondia ambao wapo kwenye huo mchezo wenyewe. Lakini wakibadilika kuwasaminisha, wasaminike mabondia wa kike pamoja na wa kiume, mimi naamini ngumi zinalipa. Kama mzazi sikutegemea kwanza kwa hatua alioifikia. Sikutegemea. Niliwakatia tamaa kwa sababu nilitamani waendelee na elimu ya sekondari. Sababu yeye alishia form 1, dada yake akaishia form 2 kulingana na uwezo wangu. Sababu uwezo nilikuwa sina. Na nilikuwa sina support ya mtu wa aina yoyote. Kulingana na shughuli zangu mwenyewe nilikuwa nafanya, nilikuwa nafanya promotion. Nifanya promotion, nikawa napata viela, lakini kuna changamoto za maisha zilinitokea. Maisha yakalega kidogo, nikaja nikanyanyuka tena kidogo. Nikawa nafanya biashara za dagaa, naenda nachukua Kigoma naleta Dar es Salaam na vitenge na shuka. Lakini tena ikaja nikayumba tena. Dada yake na huyu alipopata ajali ya pikipiki. Kwa nikayumba kulingana, kwa sababu unajua ukiwa unamhudumia mgonjwa, halafu pesa unatoa tu huingizi. Pesa haiwezi kukaa, lazima itakata. Kwa mara ya kwanza aliniambia, kwa sababu nilikwenda Kigoma, nilikuwa na bibi yangu nauguliwa. Nikaenda nikarudi. Sasa nimerudi mimi nikawa sijui kinachoendelea huko. Alipoanza mazoezi ya ngumi hajaniambia wala hajanishirikisha. Cha ajabu tu siku nimekaa namsikia namuona mtu anasogea karibu yangu anapiga magoti, ananiambia naomba baraka zako. Sasa misha zoea anacheza football. Nikamuuliza baraka zangu za nini? Na wewe kila siku unaenda kwenye mazoezi, unaenda kwenye mechi zako, ndio wewe kuniambia. Nenda tu. Dada yake ananiambia sio vizuri bwana, mpe baraka mwanao. Leo ana pambano. Sasa pambano la nini? Nimuuliza pambano la nini? Mbona anaenda kila siku kwenye mechi zake aniambiaje?
Mimi najua ni mpira. Dada yake ananiambia anaenda kupigana ngumi. Nikamwambia unasemaje? Ngumi kaanza lini? Unajua niliishiwa pause, nikaishiwa na nguvu. Namwangalia, unajua namwangalia mara mbili. Nilikosa jibu. Nataka kumuuliza maswali mengi, dada yake ananiambia hapana, mwache kwanza aende kwanza kwenye pambano. Mpe baraka aende. Basi nikaishiwa tu pause, nikabakia tu nikampa baraka kaondoka. Kaenda kwenye ngumi huko, mimi niko hapa nashangaa tu dada yake ananipigia simu usiku analia. Nikashtuka. Unajua roho ilienda mbali, nikasema labda huyu labda amekufa au ni nini. Maana anambia na mimi naenda kwenye pambano. Wewe umeniambia mimi siwezi kusubutu kwenda. Sitaki kabisa kuanza hata mchezo huo. Sasa naona dada yake anaendelea ananipigia simu huko analia. Namuuliza nini? Mwanao ameshinda. Nikamwambia sasa ndo unalia. Ameshinda. Sasa kumbe ameshinda na huku kavunjika mkono. Sasa dada yake anashindwa kuniambia kwa sababu ananijua mimi ni mkorofi na ule mchezo nilikuwa siutaki. Kwa hiyo sikuelewa kilichoendelea. Huyo amemaliza pambano. Sasa kila nikimuuliza dada yake ananiambia atakuja. Wamechukuliwa hoteli kuna sema mpumzika atakuja. Kumbe alipovunjika mkono walimtoa pale wakampeleka hospitali moja kwa moja. Anarudi hapa uweze amini amerudi saa 8 sio saa 9. Yuko na PUP. Unajua nilishikaa tu nikapigwa na butwa. Sasa yule nipigie simu dada yake kama huyu ameshinda usiku. Alafu inakujaje anakuja na PUP mkononi. Kaja na watu wawili, sijui mmoja ni kapteni wake na mwingine sijui ni kocha msaidizi au ni nani sikumbuki. Wakaja kocha yeye hakuja. Wakaja wakaingia mpaka hapo. Hodi mama. Nikawakaribisha karibuni. Sasa naona huyu ametangulia kuwa na hogo mkononi. Nikaishwa pause. Unajua nilishindwa kuongea. Wakaja pale wakajielezea kwamba msamaha. Yaani nilishindwa la kuongea. Nikasema kama ndo matokeo Mwenyezi Mungu ameyatoa haya na ndo mechi ya kwanza afu natokea tukio kama hili. Basi ikabidi nilipokee tu, tukaendelea kuuguzana mpaka Mwenyezi Mungu alipoleta kudura zake, mkono ukakaa sawa. Alipopona mimi nikawa naendelea tena kelele hiyo, mimi naomba uache mchezo, mimi siutaki kabisa. Hakuna mtu ambaye alikuwa anapenda ngumi kama mimi. Hawa kina Rashidi Matumla, Bwana Matumla, kila sehemu walikuwa wakicheza Dar es Salaam, mimi nilikuwa sikosi kwenda kuangalia mapambano yao. Na baadhi ya wengine, lakini baada alipoanza yeye, sijawahi kwenda wala kusema nikakae kwenye TV kuangalia. Siwezi. Kwa nini? Siwezi. Maana huwa yani yeye anayecheza sidhani kama anakuwa na pressure kama ninaikuwa nayo mimi. Maana kila ninapopita sasa, Stumai leo anacheza, sio nini. Nakuwa kama wananichanganya fulani, naambia jamani mimi sijui chochote. Utaenda naambia siwezi kwenda kwenye pambano. Kwa nini naambia siwezi? Kwa hiyo anapokuwa na mpambano basi watu wao wananihoji mtaani. Sasa sometimes unaweza kukuta kuna tukio lingine limetokea, hata labda waandishi wa habari wametokea wamemhoji, wameona kwenye TV, wanaanza kuniuliza tena. Huyu ana pambano lile, naambia mimi sijui chochote kinachoendelea. Kama kukiwa na pambano mtajua ama ataniambia. Kwa hiyo nilipokea kwa kweli kwa mshtuko. Kuniambia amejikita kwenye ngumi. Sikutegemea mpaka dakika hii alipofikia. Mzazi kama mzazi, mchezo ambao huu nilouchagua kwa yeye mwanzoni kabisa hakupendezewa nao, ila mpira mpaka mwenyewe alikuwa ananiamsha kwa sababu yeye mwenyewe mamangu naye ni mpambanaji vile vile. So yeye ndo katulia mpaka kufika hapa, tujalelewa na baba, ni yeye ndo alikuwa mtafutaji, sio kubeba zege kashabeba, netball kacheza, mpira wa miguu kacheza, kazi zake nyingi ilikuwa ni za kusafiri mikoani, kufanya promotion. Kwa mpaka hivi sasa hivi umekuwa, japo mwanzoni alijitahidi kusema sana mchezo gani huo sijui hivi, lakini mwisho wa siku mpaka amekuja kujua nini ambacho unachokitaka. Kwa sababu siku ya kwanza yani hajaamini nimecheza, nikapata zile na zawadi tu, wengine 50 nini, nikaenda kununua godoro ambayo siku zote nilikuwa nalalia godoro ambayo ukilala ukinyanyuka mbavu zote zinakuuma, godoro hata mwenyewe sijazaliwa. Lakini leo hii amini nikapata pesa kidogo, nikaenda nikanunua godoro ambayo yeye kama akashawishika kidogo, kumbe kunalipa yeye, yani godoro tayari ishampa imani hivyo. Baada kidogo mpata mechi nyingine nikachongesha kabati ya kuwekea nguo, maana nguo nilikuwa naweka kwenye tenga za kuwekea nguo chafu, lakini sisi Waswahili tunawekea nguo safi. Chongesha kabati. Baada hapo muda kidogo mpata pesa nyingine, nikanunua cherehani. Baada ya kununua cherehani akaona ngumi inalipa kidogo. Ananipa support. Kwa hata utakuta siku nyingine sijaenda mazoezini, ataniuliza vipi, mbona leo hujaenda mazoezi? Leo najisikia vibaya, au leo nimechoka. Hata kama nimepitiwa yeye, sio kila mtu analala chumba chake, utasikia anaita chumba cha pili, vipi muda wa mazoezi? Leo siendi. Kitanzania amna. Nakumbuka alivyoenda South Africa tu, alivyokuja ndio nilichukua fungu kidogo la hela, nikasema hili fungu nimechukua na uweza kulifanya jambo fulani. Kwa hiyo na mimi nashukuru Mungu kwa hilo, kwa Stumai kuona
tayari na mimi naona tegemezi, kwa sababu leo ukisema tu bwana nilichukua milioni 2 kwa bondia ni hela nyingi sana. Ndogo kwa kipindi kwa vitu jinsi tulivyokuepo, lakini ni nyingi kwa mifumo tuliokuwa nayo. Lakini naamini wazi kama Stumai mapromota watasimama imara, na hata watu wanaodhamini boxing kama Azam watasema bwana sasa sisi tunafanya kama mpira sasa. Simba mnachukua kiasi fulani, Yanga mnachukua kiasi fulani. Sawa, kitembea kwenye majimu wao wenyewe waamue kufanya jambo. Mimi naamini hata mabondia watapata manufaa makubwa sana. Tofauti na sasa hivi changamoto kubwa. Unakuta huyu akienda kuomba hichi, mwingine anakuja anakandia hivi, anafanya hivi, anafanya hivi. Kwa hiyo unakuta wachache wanaopata wanalinga kuwalipa vizuri wa mabondia, kwa sababu wanaamini wao ndio wanaaminiwa kuliko watu wengine. Kuna tatizo kubwa sana. Kuna vipaji vingi sana Tanzania vya boxing vinaharibika kwa sababu hakuna hiyo support ya aina hiyo. Promoters inawezekana yuko mmoja, lazima alinge, hawezi kusurvive sehemu zote kukuza vipaji. Mimi naamini wazi kwa sasa hivi mashirika yote ambayo yapo, hususan Azam, asiangalie wakubwa waliokuwa juu tu, kwa sababu chini kuna vipaji vikubwa. Naamini wakiwezeshwa wanaweza. Watawezeshwaje? Ni lazima waje kama ndondo chini, waanzishe mapromota wadogo, wapata hata sponsor ndogo, wachezeshe fight mtaani. Kuna vipaji vingi sana. Tutakwenda na tutasimama na mchezo utasimama sehemu sahihi, na mafanikio yatakuwepo na pesa itakuwepo vile vile. Sometimes unaenda hata mazoezini ujala. Fika pale unafanyisha mazoezi magumu mpaka kiasi kwamba tumbo unasikia. Nadhani moyo unajua kama ukiwa na jafu na unafanya mazoezi, lakini ni mara nyingi kwa sababu hata kocha mwenyewe siku zote anasemaga hamna kulialia. Lakini unakaza roho, anasema kwa sababu hata kama ukikaa nyumbani au ujala, labda ndo pesa hauna, umekaa tu nyumbani umelala, hela ina maana itakuja. Ina maana lazima tutakuja gym, utafanya tu hata mazoezi kidogo. Aiza kama ni baadaye unaweza kumwambia kapteni, bwana mimi leo sijala, unamnongoneza. Maana pale si hatuna matron sio wa kike. Maana kocha ndio huyo tunamwambia shida zetu zote. Bwana kocha leo mimi sijala na sisi vibaya. Sawa. Labda ndio itokee sometime labda gym huko, maana saa nyingine wanakujaga wale makapteni wanawahi pale, au kocha mwenyewe saa nyingine labda yuko mapema pale kituona. Pikeni basi ugali. Una baadhi ambao mabondia wengine wanakaa pale pale gym. Kwa mtu labda ukatoa buku, ukatoa 2000, tumepika ugali, tumekula, maisha yanaendelea. Natamani aendelee. Yaani ikiwezekana aje aiwakilishe dunia. Anaiwakilisha vipi dunia? Tunahitaji sponsor ili aweze kufikia malengo. Sio kusema anacheza asifikie malengo. Nia na mazumuni aje aninyanyue na mimi mama yake au hata kizazi chake. Ninachoomba kwa waziri wa michezo aweze kumwangalia mwanangu pia Stumai, na pia mama Samia Suluhu Hassan aweze kumwangalia mwanangu sababu ni mwanamke. Je, hatima yake mwisho wa siku labda anaposema labda leo nimeacha ngumi, au la amepata kilema kama alivyokuwa amepata pigo mechi yake ya kwanza alivunjika mkono. Je, amekuja amevunjika tena? Kama sasa hivi ana tatizo la bega, huwa linafiatuka sana. Na kila kwenye mechi ndio huwa bega linafiatuka, sielewi ni kwa nini. No. Huwa natamani aweze kufikia malengo naye anayotarajia. Aje kuwa anamiliki hata na yeye nyumba yake au gari yake au biashara zake. Endapo labda anasema leo nimekwama. Yaani nimekomea hapa kuendelea na ngumi. Sasa je, labda leo anasema amekomea hapa. Kipi ambacho kinaweza kaja kahamasisha hata wanae? Kweli mama alikuwa anapiga na ngumi, akaweza ile akawa na kitu ambacho anaweza kahamasisha hata mtu mwingine yote akawa na hamu katika kizazi chake au hata katika watu wanaomtazama. Ili ambao hata kama ni wazazi wengine wakaingia hamasa na wao. Kusema yeye Stumai Muki alipigana ngumi au Stumai Muki amepigana ngumi bwana. Walikuwa wanakaa sehemu fulani, sasa hivi wanaishi sehemu fulani, wana maisha mazuri. Labda Stumai ana nyumba yake nzuri, anakaa na mama yake, anakaa na familia yake. Natamani hicho kitu kiwepo. Naomba sana. Yaani naomba sana. Sometimes unajutia kwa sababu unapokuwa unakosa pesa. Yaani unajiuliza mimi Stumai Muki jina ambalo linajulikana na watu wengi sana, lakini unakasa ningeendelea kushona mpaka sasa hivi na hisi ningekuwa mbali, labda ningepata hata na akili ya kutafuta frame, kwa sababu nashonea ndani. Sina maana, nyumba yetu ni ndogo ambayo haina sehemu ambayo hata kuweka sio kama kibaraza haina. Labda sometimes nashona pale kwenye giza, natumia simu yangu ndo nipate mwanga, au aiza nitoe niombe nyumba ya pili pale niweke kibarazani nishone. Sasa inakuwa si muda mwingi, sasa si focus tena cheriani.
So nilikuwa na uwezo, kama ningekuwa ni sehemu ya uwazi, ningekuwa narudi mazoezini, ningekuwa natoa cherehani na shona, ningekuwa na uendeleza zaidi ujuzi, lakini naweza nikakata miezi 3 4 si shoni, na ikifika kipindi cha mechi ndio siigusi kabisa cherehani. Kazi yangu labda kuitia mafuta, kwa sababu naye pia miguu inanyongonyesha muda mwingi, ile si chuma, muda mwingi unapokuwa unafanya hivi miguu inakuwa ina shake. Kwa hiyo watu wanapoenda mazoezini saa nyingine hata wanacheza sparring kidogo unaanza kuchoka humu. Hapo kocha anaanza kusema mambo mengine. Hayo ndio changamoto zenyewe hizi.